Juhudi za kutokomeza ukeketaji katika kaunti ya Embu zimepata nguvu mpya baada ya kampeni ya kupinga ukeketaji inayowaweka vijana mstari wa mbele kuzinduliwa. Mpango huo wa bodi ya kupinga ukeketaji unajiri wakati hofu imeongezeka kwa wanaotekeleza ukeketaji wanazidi kufanya vitendo hivyo kwa siri. Mwandishi wetu Dennis Matemo ana maelezo zaidi. Hawa ni vijana wakirikitwa kwenye warsha mafunzo dhidi ya ukeketaji yaliyofanyika katika eneo la Kadhangarire, kaunti ya Embu. Vijana zaidi ya 60 wamekutanika katika kampeni ya kukomesha ukeketaji, yakilenga kuweka vijana mstari wa mbele katika juhudi za uhamasishaji na kinga ndani ya jamii zao. Sisi kama vijana kutoka Youth Anti-FGM Network Kenya tunasema mambo ni matatu: tunakataa, tunakatisha na tunazuia ukeketaji. Tunavyoendelea mbele pia tunajua vijana ndio wazazi wa kesho, wataweza kuhamasisha wenzao, wataweza kuwa wazazi wema wa kesho na pia kuendeleza masomo yao. Tunaamini kwamba msichana akisoma pia anakuwa mwenye manufaa kwa jamii. Ingawa kwa mujibu wa bodi ya kupambana na ukeketaji, kaunti ya Embu ina viwango vya chini kilinganishwa na kaunti za Wajir na Mandera ambazo zinaendelea kurekodi viwango vya juu zaidi vya 97% na 96% mtawalia. Mapambano dhidi ya mila hiyo Embu bado ni dharura. Ingawaji takwimu ziko chini, tunaangalia pia ile national prevalence iko 15%, lakini hapa tunaona iko karibu 19%. So kwamba tunaona bado kazi iko mingi ya kufanya na kusisitiza wananchi katika kuacha hulka mbihi. Japo kitaifa kiwango cha ukeketaji kimeshuka kutoka 34% hadi 15%. Mamlaka zinaonya kuwa ngariba hao katili wanazidi kutumia mbinu za siri wakifanya vitendo hivyo katika vituo vya afya. Mambo ya ukeketaji imekuwa ikiendelea na inaendelea kisiri. Kwa hivyo isipokuwa ni ukuwe na network mzuri, ni ngumu kupata wale wanafanya hiyo kazi. The most recent kuna moja ilikuwa imefanyika area ya Kebogo Kurengerwe na ingine ikafanyika huko Mbuvore area ya Kadhuniri, lakini the culprits waliarestiwa na wakafungwa. Wazazi pia wametaja kuwa kikwazo kikubwa katika kukomesha ukeketaji, huku wakihimizwa kuachana na mila hiyo na kuweka mbele ustawi wa watoto wao. Kwa sababu mzazi anapoamua kuprotect mtoto wake, itakuwa rahisi kustop FGM kuendelea. So ningependa kusema kwamba wazazi sana sana wanachangia katika kusupport FGM, na ingekuwa wito wangu kuambia wazazi kwamba waprotect watoto wao, wasimame kwa nafasi ya watoto wao. Huku wakikumbatia uhamasisho huo, vijana wanataka jamii kuchukua jukumu la pamoja na kuripoti matukio na kuunga mkono juhudi za kutokomesha ukeketaji. Wakati dada yangu anakuwa amepitia ukeketaji, inamfanya pia anakuwa na ule ajipendi, anaanza kujichukia, pia jamii pale inaanza kumchukia. So sisi kama vijana inatu affect ya ukweli. Wewe msichana ambaye unapitia hayo nyumbani, unafaa pia kuenda katika kituo cha polisi ama uende kwa chifu wako ama kwa mtu yoyote ambaye atakayekusaidia na utasaidika. Dennis Matemo, Runinga Citizen, Embu.